Sasa ngoja nikwambie kitu kifanyie uchunguzi. Unajua ni kwa nini watoto wa kike wanazidi kuongezeka duniani? Maisha wewe jiuliza swali. Sio muda watakuwa mara mbili yetu. Mimi nimejua labda ni sababu za kibiolojia kwamba wai yao ni rahisi kupatikana kuliko hizo ni sawa. Mbona zamani haikuwa rate kubwa namna hiyo? Ina maana wai za zamani hazikufanya kazi. Tufikirisha? No, ni kwamba ninavyojua mimi Cosmas. Mwanamke akiwa na umri mkubwa, nafasi ya kuzaa mtoto wa kiume ni ndogo sana. Fuatilia hichi kitu. Pima kwenye familia yenu. Mama zetu waliolewa na miaka 18 10 ngapi? Walifuruliza watoto wa kiume mwanzoni. Akikomaa ndo anaanza kuzaa wanawake. Kadri mwanamke anavyochelewa kuzaa, ndivyo anavyopunguza uwezekano wa kuzaa watoto wa kiume. Kama hali ni hiyo, kwa maendeleo haya ya dunia, wanawake wanachelewa kuolewa kwa sababu ya elimu. Wanataka waingie kwenye ndoa wakiwa na power mojawapo, aidha madaraka, ama elimu, ama fedha. Aingie kwenye ndoa akiwa amemiliki kimojawapo ya hivi. Kwa hiyo wanachelewa kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo watoto wa kike wataendelea kuzaliwa mara mbili. Dunia itajaa wanawake kuliko unavyofikiria. Nakwambia, wanawake wanatafutwa ila wengi wanagoma mpaka amalize malengo yake. Sasa hawajui kwamba kadri wanavyochelewa kuna kitu kitamisi. Na ndivyo watakavyoshindwa hata kukaa kwenye hizo ndoa zenyewe. Hii ni Madini.com. Live na G Roundup. Kumchukua Cosmas Madulu ameshafika leo. I hope utaenjoy hiki ambacho utaenda kukipata kwenye Madini.com live na G session. Live na G Roundup. Ndani ya mistari hii utamsikia Tupac anasema no love from my dad cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry cause my anger never let me feel for a stranger. Akiwa anamaanisha kwamba sikuwahi kupata upendo wa baba kwa sababu yule bwege, kwa maana amemuita coward, kwa mantiki ya Kiswahili ni yule bwege hakuwepo. Lakini ambacho labda huenda baadhi ya wakijui ni kwamba Tupac alifariki kabla ya baba yake mzazi. Kwamba wakati anasema haya maneno alikuwa anahisi baba yake aliwahi kufariki, lakini baba yake mzee Billy alikuwepo. Sasa huu ni mfano tu wa story ambazo zipo za mtoto ambaye ni wa single mother na ambao wana story nyingi za nini ambacho kinatokea kwenye maisha ya kila siku ya watu wawili wanapoachana na hatma ya mtoto. Sasa leo nimeileta hii story kwa sababu kuna uelewa wa jumla ambao pia tunao kama jamii kuhusu nani ambaye ni salama kati ya baba au mama when it comes to mtoto. Sasa leo ndicho ambacho tunakizungumza leo kwa sababu wengi wanaamini mama ni salama, lakini takwimu na wataalamu wanasema tofauti. Uko wapi? Unaisikiliza kutoka wapi? Karibu sana kwenye show yako ya taarifa na maarifa. Naitwa Grayson Gideon na leo tuko na mtaalamu wa saikolojia na malezi. Ni mgeni ambaye kwenye Madini.com hahitaji utambulisho sana, brother Cosmas Madulu. Karibu sana kaka. Shukrani, nashukuru. Asante sana. Karibu sana kwenye Live na G. Live na G Roundup. So, brother Cosmas. Ndio. Bila kupoteza time tuingie moja kwa moja kile ambacho kimetusababisha tumekuwa hapa. Ndio. Kwanza takwimu zilinitisha kwa sababu wakati na kutafuta tuzungumzie issue ya single parents, sikujua ni zaidi ya nusu ya watoto Tanzania wanaishi kwa malezi ya mzazi mmoja. Lakini pia specific ambacho nilitaka tuzungumze leo na tulichokuwa tumepanga ni kwamba watu wengi wamezoea kuamini kwamba mama ni mtu salama sana kwenye malezi kuliko baba. Lakini kitakwimu wanasema watoto wengi ambao walilelewa na mzazi mmoja ambaye ni mama, muishilio wao wengi ndio utakuta wameingia kwenye madawa, kwenye mambo fulani ambayo hayaeleweki. Na wengi ambao wamekaa na baba mara nyingi waga wanaishia vizuri, ingawa ni wachache. Sasa ni kitu ambacho kilinishtua baada ya kujua hiyo. Lakini hii imetoka wapi? Imetoka kwenye story ya rafiki yangu.
ambaye yeye amelelewa na mama. Ndio. Na akasema ukubwani ni kwamba kuna mambo mawili. Ukilelewa na mzazi wa kike ni either utafanana na mwanamke au utakuwa una uwezo sana dhidi ya wanawake. Sasa akanipa story moja ambayo ilinishangaza, akaniambia kitu ambacho amegundua yeye ni alikuwa hiki kimoja kwamba ni mtu ambaye ana uwezo wa kumuingia mwanamke yoyote. Ndio. Yani either kwa mambo ya mapenzi au mengine, lakini ni vitu ambavyo anavifanya ana enjoy. Yani anaweza kufanya kikawaida hata tukiwa naye. Anaweza kumuingia mwanamke yoyote. Juzi akaniambia kitu kimoja kilichonishangaza, akaniambia ambacho amegundua ni kwamba wanawake wote ambao wamelelewa na single mother huwa ni rahisi sana yeye kuwaingia. Na watoto wa kike ambao wamelelewa na baba ambaye alikuwepo baba hajawahi kufanikiwa kuwaingia. Ikanifanya nikasema wow. Kumbe kuna hii level ya umuhimu wa baba kwenye maisha yetu. Simple tu kwamba mwanamke ambaye hajaelelewa na baba yake anakuwa na hamu zaidi ya kumhitaji mwanaume kuliko ambaye ameishi na baba yake. Anakuwa na shimo ambalo linahitaji kujazwa. Okay. Kwa hiyo atajikuta niko attracted tu. Mwanamke anapoishi na baba yake, zile vurugu za baba zinamuimarisha. Kwa sababu ndio vurugu zile atakumbana nazo kwa wanaume wengine. Kwa hiyo akizikosa, hiyo sehemu inakuwa empty. Na lazima ijazwe. Ndio maana atamuelekea mtu yoyote wa kiume ili ajaze pale. Hawezi, huna namna. Wow. Okay, turudi kwenye hili. Ni kwa nini mzazi wa kike anaonekana ni salama zaidi kukaa na mtoto, lakini tukiangalia muishilio wa watoto, sizungumzii mafanikio. Ndio. Wengi unaona wakifanikiwa labda ni kwenye vipaji. Ndio. Wengi watoto wa mama ni wengi labda kipaji chake kimlipe, lakini kisipomlipa muishilio wao sio wote, lakini wengi wao. Hata kipaji kikimlipa anaweza kaishia pabaya tu. Kwa sababu hata pesa inahitaji mtu kuimaster. Sio namna ya kuipata. Kuipata unaweza kaokota dhahabu, kuna tatizo gani? Ila kuimaster pesa, hayo ndio malezi yanaingia hapo. Kuimiliki na ukawa juu yake, ukaicontrol, ikaenda unakotaka. Hiyo ni biashara nyingine. Hapo ndio yanaingia malezi ya single mother na mzazi wote. Na ni mtazamo tu. Mtoto mwenye, nadhani sheria inawaambia hivyo wamama wakae na watoto kama ni wadogo. Akiwa mdogo ni kweli anahitaji mama, kwa sababu mfano kwa mfano ananyonya au bado anahitaji mama kwa ukaribu zaidi ili apate kujenga baadhi ya mambo. Lakini kuna umri ukifika lazima baba. Kama hayupo, tafuta hata jirani au mpeleke kwa ndugu yako angalau kwa muda. Kuna umri ukifika ni umri wa maamuzi magumu ya ujana, ambao mtu anahitaji sauti nene, anahitaji nguvu zaidi, anahitaji pressure, anahitaji push ili aanze kufanya mambo ambayo yako kinyume na interest yake, lakini yanamweka salama. Hayo mama hawezi, ni mama. Na mama akilea watoto peke yake, labda ageuke awe kama mwanaume kitabia, ndio anaweza. Otherwise itashindikana kabisa. Ni watoto wadogo ni sawa, lakini mtu akisha kuwa ana miaka yake 15 anakaa na wewe mama na uko soft kama yeye, kama ambavyo unafikiri na yeye hivi, hauwezi, utamharibu tu. Lazima umharibu, kwa sababu kuna vitu ambavyo mwanamke hawezi kutoa, kuna vitu ambavyo mwanaume hawezi kutoa. Ila kwa watoto wadogo, mtu ana miaka 6 lazima una mama, mambo yake mengi yanahitaji mama. Lakini mtu ana miaka 14 15 yeye anaanza kugeuka, anaanza kutoka kwa mama, anahitaji baba. Sasa hayupo. Yani kuna umri unapofika unahitaji baba. Yani kwa lazima, kama hayupo tafuta hata mwanaume mwingine au akupeleka hata likizo tu. Hebu ulishawahi jua impact ya sauti kwenye brain ya mtoto? Sauti tu hizi tunazotumia. Okay. Usifanye mchezo. Mungu hajatupa sauti nzito wanaume bure, zina maana yake. Okay. Ukitaka kuprove kama una mtoto wako nyumbani na mama yuko na sauti ya kawaida, mtoto wa miaka 6 7 tu akikosea, acha mama amwambie neno la ukali, alafu uone reaction. Alafu wewe sema hapo. Uone reaction ni mtoto tofauti kabisa. Naweza nikakuelewa kwa sababu anasema hata mtu anazaliwa na hofu mbili, ya kudondoka na ya kishindo, sauti nzito. Ndio. Hiyo ni maumbile. Sema watu kwa sababu ya kujihalalishia udhaifu ili tuishi na kujiwekea uhalali wa kasoro zetu ili tusijihukumu. Ndio kinachotutesa. Kwa single mother fanyaje? Kawaida kama mimi kwanza niseme tu, sio sifa mtu kwa single mother au single father. Sio sifa. Hizo ni kasoro. Ni kasoro, lakini kama imeshindikana kabisa, unalea watoto hata wakati wa likizo, wapeleke sehemu ambako kuna baba na mama. Ni vigumu sana kunotice matatizo ya mwanao kama unaishi naye wewe tu. Hebu ngoja nikwambie. Mtoto anapozaliwa au toka anapoanza kuumbwa, kinachoanza kutengenezwa ni ubongo. Okay. Ubongo kisha tengenezwa ndio na viungo vingine vinafuata. Ubongo unaanza kucontrol viungo vingine bado mtu yuko tumboni.
Akianza kupata kasoro hazitibiki. Kasoro yoyote inayogusa creation huwa haitibiki. Unaweza kujiuliza ni watoto wangapi wanapata effect wakiwa wako kwenye creation kwa sababu ya mazingira mabovu kwa mama zao bado wakiwa tumboni. Ndio ile unasemaga mtoto anasikia, kumbe ni ubongo unaanza kuumbwa. Unaanza kuumbwa ubongo. Ndio kiungo kinachoanza kutengenezwa mtoto mwanamke akishika ujauzito. Okay. Unanielewa? Kwa sababu ndio kiungo pekee ambacho kinafanya kazi wakati kinaendelea kujiumba kwenye mwili wa mtu. Unanielewa? Yeah. Yaani ubongo unaanza kuoperate viungo vingine bado mtoto yuko tumboni. Okay. Ndio maana kinaanza kutengenezwa. Hiyo ndio engine. Sasa fikiria mtu anapata kasoro ya engine. Haiendi. Sasa anapozaliwa anazaliwa na ule uwezo kwenye ubongo wake, kwenye akili wa kunyonya vitu, kunyonya mazingira, atengeneze uhalisia, haiba. Mazingira na yanyonya yanakutengenezea wewe uwe kama mazingira yalivyo. Yaani kwa mfano wewe hakuna mtu alikufundisha Kiswahili, kuongea Kiswahili. Ulikiabsorb kutoka kwenye mazingira. Hakuna mtu alikufundisha kula, hakuna mtu alikufundisha kunyonya. Ni natural. Sasa tunazaliwa na uwezo wa kuyaabsorb mazingira, kuyafyonza mazingira ili tugeuke kufanana nayo, yatusaidie kuishi. Okay. Kwa hiyo mtu akilelea mimba yake ya Arusha na alilelea Ulaya na alilelea Dar es Salaam zina athari fulani tofauti. Mimba inaweza ikawa sawa, lakini lazima utofauti uwepo. Kwanza vyakula, mazingira na vitu lazima kuna utofauti tu. Hao watu hawawezi kuwa sawa. Kwa sababu sisi ni mazingira. Yeah, sure. Kwa hiyo sasa mtoto anapozaliwa akaja duniani anakuja na uwezo wa kushika vitu vinavyotoka kwenye mazingira. Na milango yake ya fahamu mnayoijua. Kazi yake ni kukusanya vitu kutoka kwenye mazingira, kuingiza kwenye ubongo. Kwa hiyo milango ya fahamu ndiyo macho ya ubongo. Kadri milango hiyo inavyofanya kazi vizuri ndivyo akili ya mtu inavyokuwa safi. Connection ya ubongo na milango ya fahamu inakuwa trend kwenye mazingira. Okay. Ndio maana kuna watu wana uwezo sana kiakili lakini hawawezi kutumia walichonacho kichwani kukiweka kwenye uhalisia, kwa sababu mambo ya kushika kichwani na matumizi yake ni vitu vili tofauti. Matumizi ya vitu ulivyobeba kichwani inategemea coordination yako ya ubongo na mikono, na hiyo ni training ambayo mtu anapata. Wow. Sasa hebu fikiria mtu amezaliwa na uwezo huo. Alafu yuko kwenye mazingira kama anaishi na mama tu mfano. Sawa? Na ule uwezo kunyonya vitu kwenye mazingira. Anachukua vitu vya mama peke yake. Anapoenda shule walimu wa kike, watoto wadogo, anachukua vitu vya mama peke yake. Na ni wa kiume. Yaani anaanza kuinteract na wanaume kwenye miaka labda 8. Ambapo tayari hiyo hali ya kunyonya vitu kwenye mazingira kumtengeneza kuwa yeye imeshafunga. Kwa hiyo personality imekuwa ya kike lakini ana jinsia ya kiume. Ndio maana nchi zilizoendelea ushoga na vitu vya ajabu ajabu vilianza huko kwa sababu ya tabia hizi za kukosa uvumilivu. Watu wanaposhindwa kuvumiliana kuishi pamoja, mtoto ni victim. Mtoto anakuwa victim, hutaelewa madhara yake na wala hutayaona mpaka atakapoanza kupambana na changamoto kwenye maisha akiwa mtu mzima. Ndio utaziona kasoro. Kwanza anaweza kuwa unstoppable kitabia kwa sababu ana mama tu, hajawahi kupata pressure ya kumstop. Okay. Kwa mfano mtu ambaye kila anachokihitaji anakipata katika umri mdogo mpaka amekuwa kijana. Hawezi kuvumilia atakapokosa kitu akiwa mtu mzima. Hataweza kuvumilia. Sababu hizo experience unazitengeneza utotoni. Sawa? Hebu fikiria ni binti. Hajawahi kosa chochote anachoomba kwa wazazi. Akiolewa, akidemand kitu kwa mume kikikosa ndoa inavunjika. Kwa sababu atahesabu kama ni kitu ambacho hakiwezekani. Na juzi nilikuwa naongea na watu, siku hizi mtoto akiwa mdogo wangu alikuwa na birthday ya mtoto wake wa mwaka mmoja. Nasema hivi jamani, huyu mtoto ni wa kike, mnaanza kumfanyia birthday akiwa na mwaka mmoja. Hivi baadaye maboyfriend watamweza kweli usimfanyie? Sasa atavunja ndoa kwa kukosa birthday. Kwa sababu gani kwambie? Nature huwa haijui ujinga wala umaskini. Mtu yoyote anayevuruga kanuni ya asilia kwa kigezo chochote lazima apambane na matokeo magumu. Tujifunze kwenye nature. Nature inavyotaka tufanye hivyo. Otherwise tutakwama. Kwa hebu kwa mfano, hivi cha muhimu ni maisha ndani ya siku ama ni siku za maisha? Sababu birthday ni siku za maisha. Sasa cha muhimu ni kipi? Siku za maisha au maisha ndani ya siku? Okay. Hivi fafanua kidogo. Nasema hivi, siku za maisha. Hivi jambo la msingi ni lipi kati ya siku za maisha na maisha ndani ya siku? Okay, umenifikirisha. Okay, endelea, fafanulia. Jambo la msingi ambalo unahitaji mwanadamu ni maisha ndani ya siku, sio siku za maisha. Okay. Birthday ni sherehe ya siku za maisha. Kama maisha ndani ya siku haina maana, hizo birthday ni useless.
Mfundishe mtoto maisha ndani ya siku, sio siku za maisha. Yani watu tunaishi opposite, kinyume kabisa na nature. Chukua hiyo kodi. Okay. Single parent sio jambo ambalo tunaliomba, lakini linatokea kwa sababu mbalimbali. Kuna watu ni single parents kwa sababu wameshindwana, kuna watu ni single parents kwa sababu situation, mtu kafariki na vitu kama hivyo. Je, huyo single parent unamshaurije? Afanyeje? Amtafute mwanaume hata kama hawezi labda kuishi nao, mwanaume amtafute yeyote for the sake of mtoto, ama afanye nini? Mimi nimeisha sema nature haijui ujinga wala umaskini wala chochote. Nature inataka majibu ya kile ninachokitaja. Hata kama umefiwa, nature haitakuhurumia kwamba umefiwa. Lazima uabide kwenye principle. Lazima ukubali matokeo yatakayotokea. Sisi sisemi ukaolewe au uoe. Angalia mazingira, unaishi na mtoto wako. Wakati labda wa likizo, unampeleka mahali ambapo kuna familia iliyokamilika. Halafu unapata feedback. Then ukipata feedback usimtetee. Ili ya grow, ajenge sifa ambazo anazihitaji kuishi. Kuna mambo ambayo yanatoka kwa mwanaume tu, mwanamke hawezi toa. Kuna mambo yanatoka kwa mwanamke tu, hasa kwa watoto wadogo zaidi miaka 6, 7, 6 kurudi chini. Kuna mambo ambayo mwanamume tu anatoa. Ya mtransform mtoto awe binadamu aliyekamilika. Sasa bahati mbaya, kwanza wali wa wengi hata malezi hatujui. Yani kuna matunzo na malezi, watu wanachanganya. Hebu niambie, mwanadamu ana nafsi, ana roho, ana mwili. Unapohudumia mwili, unatunza. Unamtunza mtoto kwa kuhudumia mwili. Ndio maana hata mahakama zinakujudge kwa matunzo, ambayo wakati mwingine wanaita malezi, wakati sio malezi. Huwezi kuhukumiwa, huwezi kulazimishwa na mahakama kumpenda mwanao. Kwa sababu havipimiki. Make sense ukizingatia ulituambia mwili unalishwa chakula, nafsi inalishwa maarifa, na roho inalishwa imani. Yani hivi vipengele viwili vya nafsi na roho, hivyo ni malezi. Kipengele cha mwili ni matunzo, ambao wengi tunafanya. Sasa watu wanatunza alafu wanafikiri umelea. Mwili huu hauwezi kwenda namna. Wewe mpe mtoto chochote utaongezeka wenyewe. Lakini mambo ya roho na kwenye nafsi huyaweki, hayataongezeka, hayatakuwepo. Wewe mtoto atabaki na mapungufu daima. Ataelea, atakosa foundation. Kuna swali moja nilijiuliza na nilimuuliza brother Chua, baadaye tutamsikiliza hapa, mwenyekiti wa maafisa ustawi wa jamii Tanzania, kwamba kwa nini brother Cosmas sisi tuko hapa? Kuna maafisa ustawi wa jamii, kuna taasisi NGOs lukuki kila siku zinasema tunamshughulikia mtoto wa kike, mtoto wa kiume. Kuna taasisi za dini, kuna walimu kama nyinyi. Kwa nini taifa tumejikuta hapa ambapo single mother imefikia mahali single parents ni nusu ya watoto tulionao? Ni vitu viwili, malezi na technology. Okay. Hivi vitu vimechangia sana. Na bado tunaendelea kutuletea shida kwa sababu teknolojia imekuja, imetukuta tuko unprepared, hatujajiandaa. Unajua hata simu hii ni simu, ni ofisi. Lakini ili iwe ofisi inategemea wewe unaitumiaje. Simu hii inaweza kawa jela. Ili iwe jela inategemea wewe unaitumia. Yaani kila kitu. Sorry. Ni namna ambavyo mtu anatumia. Sasa ninaposema malezi, sasa hivi kama ninavyosema, watu wengi wanatunza watoto badala ya kuwalea. Wanawapa vitu ambavyo ni vya kawaida ambavyo haviongezei chochote katika kuwasaidia kuyasukuma maisha yao yajayo. Na nielewa, watu hawalei, wanatunza tu watoto. Sasa kama mtu hajui kulea, kama ambavyo mara zote wanasema, kuzaa ni kipawa, kulea ni taaluma. Ukikosa taaluma ya kulea, haitazuia wewe kuzaa. Utazaa kwa sababu ni natural. Sasa ukizaa na haulei, ulimwengu utakulelea. Ulimwengu ukilea, ndio matokeo yake, na wazaliwa watu hawana uvumilivu. Hana uvumilivu. Hana, yani ana speed kwenye kila kitu. Hebu ngoja nikwambie kwa mfano. Teknolojia imetubadilisha. Ni nzuri, lakini imetubadilisha walio wengi. Hatuna tena uwezo wa kuvumilia. Kwa sababu kila kitu unachokitaka unapata instantly. Dakika hiyo hiyo. Sasa mentality wise unabadilika. Yani ukiwa unataka maji unapata hapo hapo, unabonyeza tu kinakuja. Unabadilisha mentality yako. Utapoteza kitu cha kwanza cha kupotea ni uvumilivu. Watu wengi hawana uvumilivu. Na mahusiano, kitu kinachofanya watu wakae pamoja ni uvumilivu tu. Hebu fikiria watu wameoana mkomao A na mkomao B. Wamekomaa wote. Halafu wanapoishi pamoja bila uvumilivu hawezi kwenda. Kwa sababu kila mtu amekomaa the maximum. Na sasa mabinti wanachelewa kuolewa kwa sababu ya mipango ya masomo na vitu mbalimbali. Wanaingia kwenye ndoa wakiwa wamekomaa na wana vision zao.
wana mipango yao, wanataka mwanaume wa kuwasaidia kwenye vision zao ambao nature haitaki. Ili mwanamke akae na mwanaume, lazima mwanamke abide kwenye maono ya mume. Vipi kama mwanaume huyo hana maono? Ndio nachosema. Kama una maono na ukaokota mwanamke mwenye maono, ndoa inavunjika. Maanake mwanamke mwenye maono hatakiwi kupata mume. Unapotafuta mwenza wewe, usioe wewe, yaoe maono yako. Ili aje mtu atakaye push kwenye kile agenda uliyoibeba, ndoa haivunjiki. Unaweka position gani wanawake wenye maono? Sikiliza nikwambie. Kama ana maono, atafute mtu mwenye vision kubwa kuliko yeye. Adumbukie mle ndani. Akiwa yeye ndio yuko juu, hiyo ndoa haikai. Kwa sababu tafsiri yake kwa mume wake itakuwa sio. Itakuwa sio. Na kwa mentality ya kikwetu ya Afrika ya mfumo dume, huta survive na mwanaume. Ndio maana mabinti wengi unavyosikia mama kuolewa nini, wamechoka. Hawajui tatizo. Tatizo ni kwamba wameingia kwenye ndoa na vision zao. Sasa unapopeleka vision yako kwa mume wako, lazima hiyo ndoa haiwezi kwenda, haiwezi. Alafu kitu cha pili, power ya elimu, power ya fedha, madaraka na imani. Ukikuta mwanamke amemiliki vizuri kimoja wapo ya hivi, huwezi kaa naye. Otherwise awe ni mtu ane discipline ya imani kupitiliza. Haishi yeye, inaishi imani aliyokuwa nayo. La sivyo ana power ya pesa, utamwambia nini sasa? Ana madaraka, utamwambia nini? Labda wewe na madaraka makubwa kuliko yeye. Kwa sababu nguvu huongoza nguvu nyingine. Yaani wewe ukiwa na nguvu kidogo kaleta nguvu kubwa, lazima ikukandamize automatically. Unajua nimekuelewa sana issue ya future mwanaume, kwa sababu kuna mtu mmoja aliniambia mwanaume sisi tunajali sana past ya mwanamke, historia ya mwanamke. Na mwanamke anajali sana future ya mwanaume. Kwa hiyo kuwa makini sana na unavyomuelezea mke wako au girlfriend wako kuhusu future yako, kwa sababu wenyewe ndio wanakupima. So future ni jukumu la mwanaume. That's it. Ndio maana mwanamke yeyote anayejitambua anapotaka kuolewa, anaangalia future ya huyo mtu. Sisi tunaangalia umetoka wapi, historia yako. Ndio. Sasa kisha jua future yako nani sahihi. Kwa hiyo haya mambo ya malezi yanapolegea. Unaweza sawa. So you good? Yeah. Nilikuwa naona kama unataka kupoza ko. Ni sahihi, ni shida kidogo kikohozi. Nilipanda pikipiki sehemu refu vijijini. Sure, na unatoa huduma vijijini. Umezunguka Shinyanga sana. Sana. Paka Mwanza hadi Chato. Yaani nimerudi hapa, nimepiga safari mikoa 3. Nashukuru sana kwa elimu unaitoka sababu. Kwa hiyo hali tulionayo. Kwa hiyo sasa unakuta malezi na teknolojia vinapeleka, tunatufanya tuishie mahali hapo ambapo tuna watu wasio na uvumilivu. Na si kwamba wametaka. Kwanza mtu ameingia kwenye ndoa akiwa mkubwa miaka 30 na kitu. Halafu weka hapo hana uvumilivu. Hiyo ndoa itaenda wapi? Kuzaa watazaa kwa sababu ni natural. Haihitaji akili zao. Sasa wanapozaa na wako na hali hii, ndio wanaongeza confusion. Hawawezi kwenda popote. La sivyo wawe ni watu ambao wamejitoa sacrifice kwenye maisha ya imani, kwamba basi lakini bila hivyo hapana. Alafu weka hapo juu. Sasa ngoja nikwambie kitu, kifanyie uchunguzi. Unajua ni kwa nini watoto wa kike wanazidi kuongezeka duniani? Umeshawahi jiuliza swali? Interesting. Wanawake ni wengi. Kuliko sisi. Sio muda watakuwa mara mbili yetu. Mimi nimejua labda ni sababu za kibiolojia kwamba wai yao ni rahisi kupatikana kuliko hizo. Ni sawa. Mbona zamani haikuwa rate kubwa namna hiyo? Ina maana wai za zamani hazikufanya kazi. Tufikirisha. No, ni kwamba ninavyojua mimi Cosmas. Mwanamke akiwa na umri mkubwa, nafasi ya kuzaa mtoto wa kiume ni ndogo sana. Fuatilia hichi kitu. Pima kwenye familia yenu. Mama zetu waliolewa na miaka 18 10 ngapi? Walifuruliza watoto wa kiume mwanzoni. Akikomaa ndo anaanza kuzaa wanawake. Fuatilia hizo familia za zamani. Yaani fuatilia, sio kama naongea uongo. Na nielewa ni fact. Kadri mwanamke anavyochelewa kuzaa, ndivyo anavyopunguza uwezekano wa kuzaa watoto wa kiume. Wewe pima kwenye familia yenu. Mimi siongei mama yako kama alizaa na miaka 18 20 ngapi hapo. Alianza wanaume, sio 100%, asilimia zaidi ya 80. Hii inatuambia nini? Ni kwamba kama hali ni hiyo, kwa maendeleo haya ya dunia, wanawake wanachelewa kuolewa kwa sababu ya elimu. Wanataka waingie kwenye ndoa wakiwa na power mojawapo, aidha madaraka, ama elimu, ama fedha.
aingie kwenye ndoa akiwa amemiliki kimojawapo ya hivi. Kwa hiyo wanachelewa kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo watoto wa kike wataendelea kuzaliwa mara mbili. Okay. Dunia itajaa wanawake kuliko unavyofikiria, nakwambia. Lakini maamuzi ya ndoa ni maamuzi ya mwanaume. Kwa ninachosema sasa sisi labda ndo watu wao. Wanawake wanatafutwa ila wengi wanagoma mpaka amalize malengo yake. Okay. Sina nielewa. Sasa hawajui kwa makaji wanavyochelewa kuna kitu kitamisi. Na ndivyo watakavyoshindwa hata kukaa kwenye hizo ndoa zenyewe. Oh yeah. Na nielewa? Sio kwamba hawatafutwi. Wengi wanagoma kwa sababu ya mentality kwamba yani tunakuwa na umri, mtu anaingia kwenye mahusiano akiwa ndoa akiwa mtu mzima. Na nielewa na hana uvumilivu. Si rahisi kuvumilia. Okay. Sio rahisi. Na cha pili ndio hicho, watoto wa kike watakuwa wengi mno. Fanyia uchunguzi hichi kitu. Yeah. Jamani, hii sio mimi tu, kila mtu ambaye anafuatilia hii I hope utafanyia uchunguzi hiki ambacho amekizungumza hapa kwamba na maana yake kuna data ambazo zitakuwa ziko nyuma. Zipo. Tutakuwa na ChatGPT, inabidi upite uulize and everything. I hope una enjoy ya madini ambayo unayapata hapa. Tuko na Cosmas Madulu, mwalimu na mtaalamu wa saikolojia na malezi ambaye amekuwa akiponya jamii yetu kupitia vyombo vya habari, lakini pia anafanya haya mambo kupitia maeneo mbalimbali. Kama ulivyosikia anaenda vijijini, anapita anakutana na wanafunzi, anakutana na walimu, na kiukweli ndicho ambacho tunajaribu kukifikisha hapa kwenye taifa letu, kwa sababu brother Cosmas huwa anapenda kusema hiki kitu kwamba ni rahisi sana kutatua matatizo ya kiutawala kwa kutumia jamii kuliko kutatua matatizo ya kijamii kwa kutumia utawala. Ndio. Na nilikuwa naongea na brother Chua, tutamsikia baadaye hapa, akawa anasema kuna kama upuuziaji ambao upo hivi kwenye hizi taasisi ambazo zinakaa kwenye upande wa malezi kwenye nchi. Na hata vipindi kama hivi inakuwa ni vichache sana kuhusiana na malezi, na watu wanachukulia kama kuna maajabu yanaweza kaenda kutokea pale mtu akiwa amefikia level kubwa ile, labda ni waziri tayari na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tutakuja kujadili baadaye hapa na tutamsikia brother Chua. Hapa nikwambie kitu kidogo kabla hujatoka. Okay. Dakika chache. Unaelewa dunia tulionayo sasa, hasa jamii zetu nchi maskini. Tunalisha zaidi hisia kuliko ufahamu. Mfano mdogo tu. Vyombo vya habari hivi kama redio na nini. Mara nyingi robo 3 ya siku naongea mipira. Football. Ambayo ni chakula cha hisia. Yeah. Na nielewa? Dopamine ndogo. Tunakuwa na watu wanaolisha hisia. Mtu anaamka asubuhi na TikTok. 100% analisha hisia. Kwa hiyo tuna watu ambao hisia zimeshiba kuliko ufahamu. Ndipo utakaposhangaa ni binadamu wenye matendo yasiyofikirisha. Uweza hata kufikiria kama ni binadamu. Ni kwa sababu muda mwingi wanalisha hisia. Ndio matukio tunayasikia. Ndio hicho sasa. Na tunalisha hisia kuliko ambavyo tunatakiwa kulisha ufahamu. Entertainments zote kwenye simu za wapi, michezo tu nini, ni hisia mtupu. Sasa hebu niambie ni watu wangapi kwa mfano wanaongea mpira asubuhi, mchana mpaka usiku. Ukitoka hapo umbea. Sasa huyo mtu anaishi siku nzima, hajalisha ufahamu wake na chochote. Ni burudani, ni hisia tu. Anaingia sasa kwenye ndoa, kwenye critic, kwenye challenge. Ataishije huyo? Kuna clip yako ile unamwambia mtu anaangalia Man U, wamekusema sana online, wanasema kwa nini umetumia Man U? Naipenda hiyo timu. Naitolea kama mfano kwa sababu ndaona ile timu nashabikia. Ni timu yako. Lakini huu ndio ukweli unajua. I'm just saying kwa sababu ni kitu nina. Lakini huu ndio ukweli. Lakini the reality is kama hatuna mtu anayeona hicho kisionekana, hatutafanya kinachowezekana. Kwa sababu lazima kuwe na mtu anayeona ili kusaidia jamii. Sasa jamii zetu bahati mbaya zinasubiri matokeo ndio zireact. Lazima tuwe tuna watu wanaoona kwenda aenda kwenye dumbukia shimoni. Tutakuwa na jamii ya watu waliolisha hisia tu, hawana ufahamu. Hawawezi kutumia ufahamu wao vizuri kwa sababu hisia ziko juu. Anaguswa kitu kidogo tu, anainua hasira ya ajabu. Ndio maana hata mijadala hata ya siasa na sehemu nyingine watu wanavyojadili unaona huyu mbona too much emotions. Ndio nakwambia ana hisia zaidi ya ufahamu. Na hivi vitu sio automatic, inategemea na watu wanaishije, wanasikiliza nini. Na mtu wa aina hiyo maana yake ni mrahisi kummanipulate. Ndio maana yake. Tuwe na watu ambao wanalisha ufahamu, sio hisia. Unaenda makanisani, unaenda wapi, watu wamejaa hisia tu. Kinacholisha hisia ndio wanaona Mungu yupo kwenye hisia hizo. Yaani hata Mungu anamhesabia kwenye feelings. Si unanielewa ninakosema hivyo?
Amen. Yeah. Nimekuelewa sana. Yaani mtu yote anayedili na eneo la hisia ndio atakayetajirika kwenye hii dunia. Kwa sababu ndiko watu wengi waliko. Music, nini, entertainment, ndio hicho, kwa sababu dunia imehamia huko. Ndio maana nakwambia kulikuwa na dunia ya mwili, nguvu ya mwili, tukaja kwenye dunia ya intelligence, intellectual, tunahamia kwenye ulimwengu wa hisia. Ambako hata maisha yatashindikana, serikali itashindwa kutawala watu wake, kila kitu kitakwama. Wataishi watu wenye tabia za wanyama kwa sababu wamejaza kwenye hisia kuliko ufahamu. Okay, kuna theory moja kwamba labda hii dunia inabidi iharibike siku moja ili siku moja itengenezeke. Yaani tulipofikia kuna uharibifu mkubwa inabidi utokee wa kijamii au wherever ili tuanze upya. Labda ndio tunaweza tukatibu haya tulionayo. Ndio. Hiyo inaweza kutokea. Tutakuja kujadili zaidi. Asante kwa kila ambao unaifuatilia Madini.com, show yako ya taarifa na maarifa. Nipo na Mwalimu Cosmas Madulu, mtaalamu wa saikolojia na malezi. Tukirudi hapa tunakwenda kuitazama solution, lakini pia na maswali baadhi ambayo tayari ninayo kwa ajili ya real experience ya hiki tunachokiongea. Naitwa Grayson Gideon. Live na G Roundup. Okay, tumerejea tena brother Cosmas. Ndiyo. Na nilikuwa nimekuuliza kwamba ni kwa nini tumefika hapa licha ya kwamba tuna taasisi nyingi ambazo zipo zinadili na malezi, zinadili na imani zetu. Umeniambia pia unfortunately ni kwamba tuko kwenye dunia ya emotion. Yeah. Ndipo ambapo tupo. Yeah. Sasa nilizungumza na brother Chua, ni rafiki yako mkubwa tu na uzuri uliniunganisha naye wewe. Ni mwenyekiti wa maafisa ustawi wa jamii Tanzania. Yeye maana yake anakutana na jamii, wanajua nini kinachoendelea kule. Na nilimwambia nitazungumza na Cosmas Madulu na nikataka nisikie kwa upande wake atupe kwanza, tukianza na takwimu, na hiki ndicho ambacho aliniambia. Takwimu zimekaaje kwanza za single parent na hilo unalizungumziaje? Tunakadiria 40% mpaka 50% ya watoto wote wako kwenye single parent. Asilimia ngapi? Kuanzia 40 mpaka baa tena watoto wote unaoona wewe. Inakaribia nusu brother Chua. Ni nusu wewe. Tunaona tutakaje hizo tuchukua hatua kwamba mbona ndoa zimevunjika nyingi namna hiyo. Na sasa peke yake alikuwa 3800. Na sasa peke yake. Okay. Unaona? Inamaanisha nini kwa future ya taifa brother Chua? Ile inamaanisha maadili ya taifa yatapotea. Na maana vile unaosema ushamba unaendelea, ubakaji, ujambazi, watu hawana heshima, watu hawana maadili kwa sababu hiyo. Lakini kuna mtu anaweza kukuambia kuna watoto pia ambao wana wazazi wote wawili na hawana maadili vile vile, na kuna ambao wamelelewa na mzazi mmoja na maadili. Wapo hao. Tunaangalia pia aina ya malezi ambao wazazi wao wamepatia mtoto. Wako wote wawili lakini pia hawafahamu malezi maana yake nini. Wakafanya ile ndio wanaweza fea. Mtoto anaachwa tu, ni matajiri anaachwa tu, anaamua mtoto anaamua kwenda. Tusigende huyo ndio mtu wa kawaida huyo. Lakini kuna vitu vingine pia makubadilika. Lakini hao sio asilimia kubwa. Na hapo pia watoto wa mzazi mmoja ambao pia wamefanikiwa kwa wazuri. Kulingana na ile ecological model ya malezi. Lakini hao pia sio wengi. Unaona? Kwa hiyo sio lazima akae mzazi mmoja mtoto akaharibika sehemu moja. Na sio lazima mtoto akae kwa watoto wawili mtoto awe mzuri kwa sehemu moja. Sio lazima. Lakini tunakadiria sasa wale ambao wako kwenye mzazi mmoja wengi sana watapotea kwa sababu kuna vitu wanavikosa kwa ule mzazi wa pili. Brother Chua, swali la mwisho na la uwajibikaji kwa sisi kama jamii. Kwa nini tumejikuta hapa wakati kuna nyinyi watu wa ustawi wa jamii, kuna taasisi za dini, kuna ma-NGO kibao yanasema tunapambana sijui na mtoto huyu, yani yanadeal na hao watu. Kwa nini tupo hapa? Nashukuru sana kwa sana bora kabisa. Tupo hapa kwa sababu ya siasa isiyoeleweka. Tabia kupokea malezi ya nchi za magharibi bila kufanyia utafiti kama zinafiti kwenye nchi yetu. Tukayapokea tukayaleta kama yalivyo. Ndipo wanapeleka watu hapo sasa hivi. Alafu ile lingine ni pale ambapo serikali haijathamini usawa wa jamii kama ni taaluma ambayo inataka iboreshe maadili ya taifa hili. Bado naona kama watu ambao hawaeleweki, lakini msiki nchi inaangamia. Is it too late ama kuna solution ambayo unaiona? Hatuja too late. Tunaweza kuamua kuboresha sheria ya mitaala ya nchi tukaanza upya na nasema serikali imeshaanza kidogo PJT farm inataka kuboresha malezi ya watoto wetu. Hiyo tayari tumeshajitahidi. Okay. Tuende sasa tena kwenye sheria sasa. Oh yeah. Na la pili ambayo ni muhimu sana, tuhakikishe tunatambua taaluma ya jamii kama taaluma ya kipekee Tanzania. Tuitungie sheria ya kuilinda taaluma hiyo. Sio kila mtu anatoa tu elimu anataka. Huyu anasema hichi, huyu anasema hichi. Ndio kwa mtandao mtu anatoa ushauri wa ndoa, huyu anatoa ushauri wa malezi. Hii ni taaluma lazima hapo kumee. Hata mtu kama ni mlevi anakaa maana ni maarufu kwenye mtandao sasa mimi natoa ushauri wa ndoa. Haiwezekani.
Mimi nataka sana Madu wanapoongeaga kwa sababu Madu ni mtaalamu wa saikolojia sana. Lazima mtu asomee kitu na awe anakifahamu hadi kuzungumza. Mamsikia brother Chua. Hili kwanza la watu sasa hivi unajua mitandaoni kwenye hizo dopamine za haraka za kugusa hisia. Mtu anakuja tu amekuwa maarufu, anaanza naye kuongea kwamba kuhusiana mahusiano, anashauri kuhusiana na ndoa. Yaani watu wanaongea habari ya tendo la ndoa ndio wanafikiri mahusiano. Hiyo ndio shida iko hapo. Yaani watu wanafikiri mahusiano ni kitu kidogo, anaongelea habari ya tendo la ndoa tu. Sio kweli. Mahusiano ni sayansi. Ni kitu kikubwa, kigumu. Babu zetu wa zamani waliweza kwa sababu kulikuwa na mazingira fulani upande wa pili. Labda eliminywa au namna hata wanawake walivyolelewa, walivyokuzwa. Sasa tuko kwenye ulimwengu mwingine. Wakina mama nao wako wamejitambua, wana mambo yao. Sasa waishi na wanaume wa aina gani? Sasa hivi mashirika mtoto wa kike, wa kiume amelazwa tu yuko hapo hasemwi. Matokeo yake itafika kule mbele tutakuwa kama Ulaya. Hakuna tena maisha, hakuna tena malezi, hakuna tena, yani ndio hivyo. Na nielewa kwa sababu ya kuinua upande wa pili, tukaacha upande mwingine. Unapomwangalia mtoto wa kike, wa kiume unaassume yuko vizuri, utakwama. Lazima wa balance. Kwa sababu hawa ndio wanaooa. Sasa kama wanaoolewa wako wamechachuka, wamepevuka, wako juu. Hawa wanaooa wako chini, unategemea nini? Na nature iko hivyo. Hakuna mwanaume anayetaka kuwa controlled. Ataliact tu. Iko siku tu ataibuka huko ndani. Kama ambavyo huwezi kumfuga chui ukamcheza naye siku zote. Kuna siku atakukwaruza tu. Okay. Kwa sababu ya Mungu alivyotuumba. Sasa kadiri dunia inavyovuruga nature, ikubali na matokeo, kubeba matokeo. Unavyompawa mtoto wa kike ukamwacha wa kiume, ujue kuna siku kama vile ambavyo wanawake wameona wamekandamizwa na wanaume watakuja kulia hivyo hivyo miaka ijayo. Ukitaka kupeleka vyote balance. Taasisi nyingi zipo zinashughulika na haya mambo, lakini wanafundisha nini kama anavyosema Chua? Wanapewa vitu, unapopewa msaada wa pesa, unapewa na maelekezo. Na upande wao tusemaje? Unapewa na atasemaje sasa watu wanatafuta kuishi? Yaani unapewa na maelekezo. Shida iko hapo. Tunaanza kutafuta kuishi. Na huo kukosa uzalendo unarudi kwenye malezi pia. Hivyo hivyo. Mimi nikuambie kuna watu walikuja hapa miaka mingi imepita na mambo ya ajabu na pesa. Mbona walizirudisha kwao? Mimi huyu siwezi kwenda Uswizi unavyoniona hapa, siwezi. Nisiwezi kanyaga hiyo nchi. Kwa sababu ya matatizo haya. Kwamba walikuja na agenda. Mtu ana hela amekuja na hela ingie mahali ambapo wewe unasimamia. Lakini yeye mwenyewe ni agent wa upuzi huo unaokataliwa na serikali. Na ana hela nyingi zaidi ya bilioni 5. Unafikiri hela ndogo hizo? Hivi umewahi kuwaza wewe kwa lengo yako hao jamaa wanafaidika nini wakivunja hii taasisi ya familia? Hizo ni nguvu ziko. Dunia hii inaendeshwa kwa nguvu. Hapo wewe bwana Grayson, unamiliki nguvu gani? Yaani wewe tafsiri juu ya maisha, tusiongelee hadithi. Wewe mwenyewe au bwana mdogo hapa unamiliki nguvu gani? Lazima umiliki nguvu yoyote ile kwenye hii dunia ndipo utapenya. No energy, sit down. No power, kaa. Lazima ujue uwe na nguvu unayomiliki, nguvu ya elimu, nguvu ya pesa, nguvu ya nini, nguvu ya watu. Uwe na nguvu yoyote, ukiwa na watu nguvu. Yaani umiliki nguvu bro. Wow. Kama una nguvu yoyote unayomiliki kwenye hii dunia, kaa. Dunia hivyo. Unaona Marekani wanavyojiboost, wanavyojiona ni nguvu, wanamiliki nguvu ya sayansi, nguvu ya uchumi, wanamiliki na ndio kila siku hawalali, waendelee kudominate. Ukipoteza nguvu, kuna mwingine anainuka juu yako. Kwa hiyo mwenye nguvu akikupa kitu chake, lazima kuelekeza cha kufanya. Wanafaidika nini? Sasa shida sio kufaidika. Kwa mfano kuna watu wanaitazama hii dunia, wanafikiri baada ya miaka 100 tuwe na watu wa aina fulani. Bila kujali wao walivyo. Hivi kwa mfano Afrika tu ikimiliki nguvu yake, unafikiri tutaishi kama tulivyo? Niliongea na mtu hapa juzi akaniambia kwamba tutaishi maisha mazuri sana kuliko tulipo sasa. Ndio nakwambia, sasa hatuna nguvu. Tumenyang'anywa. Hatuna nguvu. Tungekuwa hata na nguvu ya sayansi tu. Hivi sasa hivi tunaongelea kwenda sayari ya Mars. Tunaongelea kuwa na network ya internet ya kwetu. Hivi unafikiri mchezo? Dunia inaendeshwa na mwenye nguvu. Sasa mwenye nguvu akiwa ubovu unamwendea maskini sekunde. Yaani kwa mfano nchi zilizoendelea wakaamua kuwa wanatembea wamevaa kaptura. Inageuka fashion kwa maskini. Bila kutafsiri kwamba ni kasoro. Chochote kinachotoka kwa mwenye nguvu yoyote, hata mwenye hela, wakiamka wenye hela Tanzania hapa wote
wamevaa nguo za ndani mtaani, inageuka kuwa fashion. Masikini akifanya hivyo anapigwa na polisi. Hivi unahisi hao jamaa wanatawala dunia kwa sababu ya ni upande spiritual au psychological? Yote. Okay. Spiritual ndio inaamua hiyo saikolojia yao wanaotaka kuipandikiza. Spirituality. Unanielewa? Kwa sababu mwanadamu huanza kufanya ndani ya spirit, halafu ndio anakuja kwenye reality. Vitu vyote vinaanzia rohoni. Vyote unavyoviona, vyote. Kwa hiyo unaamini theory ya nini? Mind leads to matter. Sio matter leads to mind. No, it's mind leads to matter. Unajua ni theory ya mwanzo ya dunia zamani, wanasayansi lakini wanaamini kwamba ni matter leads to mind. Hiyo ni unajua hata unasema mwanadamu ameanzia kwenye maji, eti baadaye ndio kiumbe hai kikatoka. Hiyo ni namna ya kukosa majawabu. Okay. Unapokosa chochote lazima watu watengeneze sababu. Kwa sababu haitakiwi kukosa sababu kwenye chochote. Kwa hiyo una create ili exist reason. Na hiyo sio limit kwamba watu wengine wasifikiri opposite. Kwa sababu hata uwepo wa Mungu watu wali criticize, ndio kazaliwa sayansi. Kwa sababu ungeamini tu kila kitu Mungu anatengeneza, mic Mungu ataleta kila kitu, lakini unapo criticize uwepo wa Mungu ndio inakusababisha wewe kupata vitu ambavyo ulivikuwa unavitafuta. Kwa hiyo ulimwengu usioonekana ndio unatengeneza vitu visivyoonekana. Ulimwengu usioonekana ndio unaleta vinavyoonekana. Anza kwanza hata sayansi kwanza, mtu anatoa vitu kwenye abstract. Wao wanasema kwamba tumetumia kompyuta inaonekana kutengeneza AI isionekana. Na so vice versa. Ilianzaje? Hiyo kompyuta ilitoka wapi? Okay. Anza kuenda kwenye kila kitu kilianzia wapi. Ndio utajua kuna mtu mahali alitoa kwenye abstract. Akaanza kitu, akaanza kukidevelop. Kwa sababu kompyuta haikuanza kompyuta iliyokamilika. Sasa Waafrika tunakosa, kuna vitu vinakuja hapa kama magiants, kama vitu, kuna watu wanazaliwa hana elimu lakini ni giant. Sasa mfumo hauruhusu. Hata akienda na kitu chake wanauliza ulisoma wapi? Badala ya kukichambua chenyewe. Kwa mfano nimeona kuna watu wametengeneza ndege hapa Morogoro. Niliona zimerushwa. Sio issue inayojadiliwa na nchi. Sasa hizi ingejadiliwa vijana wapi wanapeleka watoto mashule kuangalia, yani nchi hamasike. Hakuna, kwa sababu sio jambo la hisia la ufahamu. Lakini ungewapelekea mwanamuziki nani anacheza na binuka nguo zinaenda chini, wanajaa hivi. Yani you can see. Sikatai mimi, hatuwezi kuishi kwa entertainment tu tukafika kwenye masolution ya kisayansi. Never. Lazima akili nyingi ziwe invested kwenye kufikiri, sio kwenye mawazo. Haya yote ni malezi. Na vijana sasa kama unaona hakuna motisha kwenye hayo mambo, nani kijana ataweka nguvu yake kwenye mazingira kama hayo? Kila mtu anataka hela. Nimewahi kumwambia, ndio najadili na bosi wangu mmoja, nikamwambia sometimes kwenye industry ya media, viongozi wa chini unahitaji uwezo wa kuishi na watu wakubwa. Kwa sababu kwa mfano wewe ni kiongozi wa watu ambao ni maarufu kuliko wewe. Ndio. Unahitaji uwezo wa kuishi na watu wakubwa. Ndio. Labda nimewaza kwenye level ya nchi au dunia, system au watawala hawana uwezo wa kuishi na watu wakubwa, ndio maana wameziweka hizi system ili kuweza kucontrol. Sasa unaposema mtu mkubwa, labda maana yake inaweza kawa tofauti. Kwamba hao watu unaosema kwamba tuanze kufikiria hivyo unavyosema kwamba tu watu wa thinking kila mtu akiwa hiyo nchi itawaliki. No. Sasa haitawaliki kama unaenda kinyume. Wewe unaongelea politics. Sikiliza, kiongozi mzuri ni yule mwenye uwezo wa kuongoza uwezo. Wow. Unanisikia? Yaani kiongozi bora ni yule mwenye uwezo wa kuongoza uwezo. Kila individual ni uwezo, sio mtu. Kila mtu ni uwezo. Ukitaka kwenda kwenye abstract upate majawabu ya matatizo yako, ongoza uwezo wa watu wako. Sio mtu anayeongoza watu, anayewa promise atawapa hiki, atawapa hivi. That doesn't work. Ongoza yani kwa mfano mimi naweza kuwa sikupendi, lakini nahitaji uwezo wako mahali fulani. Kwa ajili ya kubomoa tu kiambaza twende kwenye ulimwengu mwingine. Hapa haina maana unanipenda hunipendi. Maana yetu ni kwamba we need to break this down kwa kutumia uwezo wako hata kama sikupendi. Kwa sababu kupenda na kuhitaji ni vitu viwili tofauti. Unaweza kumhitaji usiyempenda kwa agenda moja tu. Okay. This needs a mind na critical thinking ambayo sasa ndio inakosa. Shida ni haya malezi. Hasa kama watu ni wako kwenye masingle mothers tu. Sana tunaongeza watu wenye kupenda entertainments tu. Kwa sababu ya hiyo hali. Critical thinkers ni watakuwa wachache zaidi kwa sababu tunakata Noah. Wewe uliza niambie, wanasayansi wengi hata waliozaliwa zamani wengi wamekuwa hata bila wazazi, lakini mazingira
yaliwatengeneza kuwa critical. Naona? Kwa hiyo unapokuwa kiongozi, sifa ya kwanza uwe na uwezo wa kuongoza uwezo. Hapo ndio itatusaidia kuleta hizo breakthrough. Lakini hivi hata tuwe na NGO ngapi za kusaidia eti elimu za malezi. People are not after change. Watu wako after money. Hawana hata unachokiona unakimplement ni kumplease aliyewapa hela. Hawafanyi kwa kulingana na uhitaji uliopo. Wanafanya kwa kuongozwa na anayewapa hela. Si unanielewa? Yeah. Kwa hiyo watu huwezi kusema idadi yao. No. Mimi unanipa hela, wewe unanielekeza, unanipa agenda zangu. Nitafanya vyovyote, lazima nizipeleke mbele. Sio kwamba watu wote wanaoishi nje ya nchi za nje wale kwenye mataifa makubwa ndio wenye tabia nzuri. Hapana. Mbona ni kwa nini kila fashion unasema imetoka nje? Kwa nini? Ni kwa sababu tumekubali kwa watumwa. Kila kitu cha kwetu tunaona hakifai. Ukianzisha cha kwako hakitafsiriki kama fashion kwa sababu huna nguvu. Kwa hiyo kaka, unataka kwenda mbele, miliki nguvu juu ya kitu chochote kwanza, ndio niambie. Thank you so much. Kwa sekunde chache zilizobaki, solution unayoiona hapa kwa level ya taifa, tuanze familia kwenda mpaka ngazi ya jamii na taifa kwa ujumla. Ni nini kuepukana na hii speed tunayoelekea zaidi ya 50% ya watoto wanalelewa na mzazi mmoja? Ushauri wangu ni maneno ya kawaida lakini kama vichekesho, lakini vitakusaidia. Ukiolewa au kuoa kunguru, vumilia udokozi. Ukiolewa ama kuoa fisi, vumilia mizoga. Ukiolewa ama kuoa sungura, vumilia chenga. Usitafute mtu anayekupa ulichokosa, tafuta anayeongezea kwenye vile ulivyo navyo. Otherwise hakuna mtu aliyekamilika dunia hii. Ukipata anayeongezea kwenye kile ulicho nacho, yatakayozaliwa hapo ni mapenzi. Wanaume wanaonisikiliza, usioe wewe, acha maono yaoe. Kama hauna maono, acha kuingia kwenye ndoa. Unaenda kubabaika, utaenda kufail. Utachukua mtu mwenye vision, halafu aje kuwa mbele yako, mtaanza ugomvi kwamba hakusikii, anakutawala. Kumbe wewe ndio ulikosea. Tembo hawezi kuishi na sungura. Hata akimkanyaga kidogo tu anafia pale pale. Sungura huishi na sungura wenzie. Maono. Vision ndio kwanza inakuattractia watu sahihi. Mwanamke aolewe na nini? Mwanamke aangalie mtu ambaye ana combine na maono yake, lakini yeye anakwenda zaidi ili aende kusaidia. Kwa sababu mtu anayeambiwa kukusaidia, anasaidia ulicho nacho. Sawa? Akileta cha kwako mtagombana tu. Sasa mwanamke unapomiliki nguvu, kwa mfano ya elimu, ukiingiza kwenye ndoa, hautakaa kwenye hiyo ndoa. Kubali kuishusha hiyo energy, nguvu yako. Halafu ndoa exist. Sasa mabinti zetu wengi wanaingia na nguvu zao. Ana nguvu ya elimu, ana nguvu ya madaraka, ana nguvu ya pesa, anaipeleka kwenye ndoa. Unajidanganya. Hakuna utafaulu. Basi hivyo mwanaume huna hela, tafuta mwanamke mwenye hela, halafu nitafute nikupe mbinu. Miaka 10 umemiliki hela yake. Halafu na power hiyo imehamia kwako, ndoa iendelee. Bila hiyo mbinu, kubali kwa chini. Asante sana. Na tukimalizia hapo ni kwamba sasa hivi tunafanya kazi kwa karibu zaidi na Cosmas Madulu, na atakuwa anapatikana, anatoa huduma za moja kwa moja, kwa maana ya mtu kwa mtu, kwa sababu wengi sana brother Cosmas wanakutafuta. Yaani wanakuhitaji kinoma. So kuna watu ambao watakuwa wanatamani kukutana na brother Cosmas ile face to face. Huduma zitakuwa zinatolewa Iringa, Dar es Salaam na mikoa mingine. Lakini pia kuna wale wa online, una mambo mengi unatamani kuongea naye, kufunguka. Tunajua kwamba kiukweli watu wanahitaji hii zawadi ambayo tumeipata kupitia madini.com. Brother Cosmas, nikushukuru sana. Ndio. Na I hope soon tutafanya tena kitu kingine kile MDC Connect chuo kikuu pale. Sawa kabisa. Tukutane na watu. Kwa hiyo mengi zaidi tutaangalia hiyo namba ambayo tutakuwa tunawatajia kila siku hapa ya Cosmas Madulu. Tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @madini.com, lakini pia na yeye anapatikana @Cosmas Madulu kule Instagram. Naitwa Grayson Gideon, na kuacha na Mandojo na Domokaya. Ni story ya Dingi, wanakuambia aliondoka, na hichi ambacho alikuwa akizungumza Cosmas Madulu ni kuhakikisha hili alitokei tena. Ubarikiwe tena na tena. Bye bye. Live na G. Hii ni madini.com.